Baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, hususan kuhusu suala la nyuklia, Iran itafunga safari kuelekea Beijing kujadili mambo yanavyokwenda. Licha ya Tehran kusema kwamba mazungumzo ya awamu ya kwanza na hata ya awamu ya pili kwamba yalienda vizuri, lakini walifanya mazungumzo na Urusi kabla ya mazungumzo na Marekani ya awamu ya pili. Na hata kabla ya mazungumzo ya awamu ya tatu, Tehran itafunga safari kukutana na wenzao wa China kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Safari ya afisa wa Tehran mjini Beijing inakuja kabla ya duru ya tatu ya mazungumzo hayo na Marekani kufuatia mashauriano na Urusi. Iran imesema itaiambia China wiki hii kabla ya duru ya tatu ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku maafisa wa Iran wakishutumu Israel kwa kutaka kudhoofisha na kuvuruga mchakato wa diplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi atazuru Beijing siku ya Jumanne kujadili mazungumzo ya hivi punde na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Msemaji Ismail Baghei alisema siku ya Jumatatu. Baghei amesema siku ya leo ya Jumanne waziri huyo wa masuala ya kigeni wa Iran atafanya ziara kuelekea Beijing na mpango ni kwa ajili ya kufanya mazungumzo na wenzao wa China kuhusu kile kinachoendelea katika mazungumzo hayo. Safari hii inaangazia mashauriano ya Iran na Urusi wiki iliyopita kabla ya duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani na Iran kufanyika mwishoni mwa juma. Duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Araghchi na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff imeratibiwa kufanyika nchini Oman siku ya Jumamosi. Araghchi hapo awali alisema Tehran daima hushauriana kwa karibu na washirika wake Urusi pamoja na China juu ya suala la nyuklia. Ni kawaida kwamba tutashauriana na kuifahamisha China kuhusu maendeleo ya hivi punde katika mazungumzo ya moja kwa moja ya Iran na Marekani, Baghei alisema. Urusi na Uchina, nchi zenye nguvu za nyuklia, zilitia saini makubaliano ambayo hayatumiki sasa ya mwaka 2015 kati ya Tehran na Amerika na nchi kadhaa za magharibi zilizokusudia kutuliza mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Makubaliano hayo ya mwaka 2015 yanajulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa JCPOA, ambapo Trump alijiondoa mwaka 2018. Yalishuhudia Tehran ikipunguza mpango wake wa nyuklia ili ipate msamaha wa vikwazo. Marekani na Israeli zimeishutumu Iran kwa kutaka kutumia mpango huo kutengeneza silaha za nyuklia. Tehran imekanusha vikali madai hayo, ikisema mpango huo ni kwa madhumuni ya kiraia tu. Siku ya Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisisitiza uhusiano wake wa karibu wa Beijing na Tehran, lakini haikuthibitisha ziara iliyopangwa ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. China na Iran zimedumisha mawasiliano katika ngazi zote na katika nyanja mbalimbali. Kuhusiana na ziara maalum iliyotajwa, sina taarifa za kutoa kwa sasa, Guo Jiankun, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, alisema. Hata hivyo, watazungumzia juu ya muungano ulioimarishwa. Vita vya Israel huko Gaza vimeshuhudia Iran ikijisogeza karibu na Urusi na China. Hatua za hivi punde za kidiplomasia zinazozingira mazungumzo ya Marekani na Iran zimesisitiza zaidi uhusiano ulioimarishwa. Hata hivyo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, alikutana na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov wiki iliyopita kabla ya duru ya pili ya mazungumzo na Witkoff. Siku ya Jumatatu, rais wa Urusi Vladimir Putin alitia saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa miaka 20 uliokubaliwa mapema mwaka huu na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian. Wakati huo huo, uhusiano kati ya Iran na Israel na mshirika wake wa Ironclad Marekani umevunjika katikati ya vita. Tangu aingie madarakani, Trump amerejesha kampeni ya vikwazo vya shinikizo la juu dhidi ya Tehran, na huku akitishia mara kwa mara hatua za kijeshi ikiwa makubaliano mapya ya nyuklia hayatafikiwa. Lakini ni juu ya kutoelewana hasa katika kuishambulia Iran, ambapo Marekani imesema kama haitaruhusu kushambuliwa kwa Iran katika kipindi hiki, huku Israel ikisema lazima ifanye shambulizi la maana katika nchi hiyo ya Iran. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.